tarehe 2 mwezi huu wa 3. Kichwa kinasema kujiandaa kwa ajili ya siku takatifu. Katika kitabu cha Kutoka sura 20 mstari wa 8, Biblia inasema ikumbuke siku ya Sabato uitakase. Mwanzoni kabisa mwa amri ya 4, Bwana alisema kumbuka. Alijua kuwa katikati ya wingi wa masumbuko na mashaka, mwanadamu angejaribiwa kuwa na kujitetea kutokana na kutotimiza matakwa kamili ya sheria, au wangesema umuhimu wake mtakatifu. Ndio maana alisema ikumbuke siku ya Sabato uitakase. Katika juma lote tunapaswa kuwa na Sabato akilini na kufanya maandalizi ya kuitakasa kulingana na amri. Sabato inapokumbukwa hivyo, mambo ya kitambo hayataruhusiwa kuingilia mambo ya kiroho. Hakutakuwa na wajibu upaswao kufanywa katika siku 6 za kazi utakaoacha ili kutimizwa siku ya Sabato. Maandalizi kwa ajili ya Sabato yatakamilishwa siku ya Ijumaa. Hakikisheni kwamba mavazi yote yanakuwa tayari na mapishi yote yakamilishwe. Sabato haipaswi kutolewa kwa ajili ya marekebisho ya mavazi, upikaji wa chakula, kwa kutafuta maburudisho au kwa ajili ya shughuli nyinginezo za kidunia. Kuna kazi nyingine ambazo inapaswa kuzingatiwa katika siku ya maandalizi. Katika siku hii tofauti zote za ndugu, iwe katika familia au kanisani, zinapaswa kuondolewa. Hebu uchungu, ghadhabu na makusudi mabaya yote yaondoshwe nafsini. Kwa roho ya unyenyekevu ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi na kuombeana mpate kuponywa. Kabla ya jua kuzama, hebu wanafamilia wakusanyike kusoma neno la Mungu, kuimba na kuomba. Tunalazimika kuilinda mipaka ya Sabato kwa wivu. Kumbuka kwamba kila wakati umewekwa wakfu ni wakati mtakatifu. Mungu atusaidie tuweze kutunza Sabato ipasavyo. Katika jina la Yesu, amina. Tupige magoti tupate kuomba. Muumbaji wetu mfalme, Baba yetu mwaminifu, Mungu mwenye nguvu, asubuhi ya leo tunakuja mbele zako tukilihimidi na kulitukuza jina lako, kwa sababu wewe ni Mungu ustahilie kuhimidiwa. Wewe ni Mungu ustahilie kutukuzwa. Sifa, utukufu, enzi, mamlaka ni vyako Mwokozi. Jina lako lipate kuhimidiwa sana. Tunaomba toba mbele zako ikiwa kuna mahali tumetenda makosa kwa kuwaza, kunena, hata kutenda. Tafadhali Yesu, samehe dhambi na makosa yetu. Katutakase sasa na kutuweka wakfu mbele zako katika asubuhi ya leo. Mungu wetu mwema, asante sana kwa ajili ya somo zuri hili. Linatufundisha ya kwamba tunapaswa kuikumbuka siku ya Sabato na kuitakasa. Bwana, tusaidie mwito wetu huu mkuu ukafanyike katika maisha yetu, tukirekebisha tofauti zetu kama ambavyo tunaelezwa. Mungu wetu mtakatifu, tukifaa kwa ajili ya utakatifu wa Sabato. Jina lako lihimidiwe kwa ajili ya siku hii. Na waleta watoto wako katika kanisa la Magomeni mbele zako. Mchungaji wetu Elias Sibora namleta mbele zako. Yesu, ninakusihi kwa mamlaka ya jina lako takatifu, ukapate kumlinda na kumbarikia, ukapate kumuongoza katika kila namna. Yesu anapoongoza katika muhula huu kanisa letu la Sabato hili la Magomeni, ninakusihi kwa mamlaka ya jina lako Yesu Kristo, ukapate kumwelekeza kufanya yaliyo mapenzi yako. Roho wako Mtakatifu akamuongoze katika kila jambo sawa na fadhili zako. Mbariki yeye, bariki familia yake, bariki kanisa letu la Magomeni. Mshiriki mmoja mmoja namleta mbele zako. Bariki watoto wako kwa fadhili sana wengi wa wema wako. Pitisha wema wako, pitisha ukuu wako, haki yako Bwana ikatufunike kila itwapo leo kwa jina la Yesu. Yesu, na rafiki yangu wako wagonjwa, na waleta wagonjwa wote mbele zako. Tafadhali ukawaponye kwa mkono wako uponyaji kwa mamlaka ya jina la Yesu. Yeyote mwenye uhitaji Yesu, leo mfungulie milango sawa na fadhili zako. Mtoto wako Andrew Mbaga anaposimama hapa, namleta kwako.
Tafadhali mtakase kinywa chake kwa kaa lako la moto. Atakaposimama hapa, Yesu akazungumze yale yatokayo kwako, nasi tukabarikiwe na kunyenyekeshwa mbele zako. Asante kwa kuwa utatubariki sote, ukituzungushia ukuta wako wa moto wenye utukufu wako, sasa na ahadi zako. Tunaomba yote katika jina la Yesu Kristo, jina lenye nguvu. Amen. Bwana asifiwe. Tushirikiane wimbo huu unaofuata. Amini itakuwa ni baraka asubuhi ya leo. Wa neema yote, imbisha moyo wangu, mifulizo ya baraka inaamsha shangwe kuu, ili nisivutwe tena kukuacha emponya, nitwalie moyo wangu uwe wako kamili. Namshukuru sana Bwana, aniwezesha huku salama, aniongoza hata kule nyumbani. Yesu alinitafuta njiani mbali kwake, akatoa damu yake niponye hatarini. Wakubwa wa neema daima, wema wako unifunge zaidi kwako Bwana, ili nisivutwe tena kukuacha emponya, nitwalie moyo wangu uwe wako kamili.
emponya, nitwalie moyo wangu, uwe wako kamili. Jamani, tumpe amina kubwa. Bwana asifiwe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Mungu tena kutupatia nafasi nyingine asubuhi ya leo. Zaidi ya watu 80 na kitu wanatufuatilia kwa njia ya mtandao kokote duniani, walioko Kongo, Rwanda, Burundi, Marekani, Uingereza. Popote pale mnatufuatilia kwa njia ya mitandao, tunawatakia baraka za Bwana na tunawakaribisha katika kipindi hiki. Tumaini yangu ya kwamba mmeendelea kubarikiwa, na hata katika siku ya leo endelea kubarikiwa sana. Lakini pia na wale ambao wamejitahidi asubuhi ya leo kufika katika maombi haya, Bwana awabariki sana. Siku ya kesho tena tusaidie kualika na wengine waweze kujumuika pamoja nasi katika maombi haya. Wiki hii tutakuwa moto mahali hapa, siri iliyojificha katika maombi, na tutaangalia siri mbalimbali ambazo zimejificha katika maombi. Na wiki hii pia tutakuwa na maombi mengi sana. Tutaomba kwa ajili ya wagonjwa, tutaomba kwa ajili ya wafanyabiashara, tutaomba kwa ajili ya wafanyakazi, tutaomba kwa ajili ya wanandoa, tutaomba, maana ipo nguvu katika maombi. Biblia inasema msijisumbue neno lolote, bali katika kila neno kwa kweli na kuomba na kushukuru, na haja zenu na zijulikane kwa Mungu. Niwalike tena asubuhi ya leo ya kipindi hiki maalum, tukiwa na somo lenye kichwa kinachosema Mungu anayegairi. Mungu anayegairi. Hilo ndilo somo letu la asubuhi ya leo. Kitabu cha Yona sura ya 3 aya ya 1 mpaka ya 10. Kitabu ni cha Yona sura ya 3 aya ya 1 mpaka ya 10, na ndipo somo letu litapatikana mahali hapa. Biblia inasema, neno la Bwana likamjia Yona mara ya pili kusema, ondoka uende Ninawi, mji ule mkubwa, ukahubiri habari nitakayokuamuru. Yona akaondoka akaenda Ninawi kama Bwana alivyonena. Ninawi ulikuwa mji mkubwa mno, ukubwa wake mwendo wa siku 3. Yona akaanza kuingia mjini mwendo wa siku 1, akapaza sauti yake akasema, baada ya siku 40 Ninawi utaangamizwa. Basi watu wa Ninawi Mungu wakatangaza kufunga, wakajivika nguo za magunia, tangu yeye aliye mkubwa hata aliye mdogo. Habari ikamfikia mfalme wa Ninawi, naye akaondoka katika kiti cha enzi, akavaa vazi lake, akajivika nguo za magunia na kuketi katika majivu. Naye akapiga mbiu, akatangaza habari katika mji wa Ninawi kwa amri ya mfalme na wakuu wake, kusema, mwanadamu asionje kitu, wala wanyama, wala makundi ya ng'ombe, wala makundi ya kondoo, wasile wala wasinywe maji, bali na wafunikwe nguo za magunia, mwanadamu na mnyama pia, nao wakamlilie Mungu kwa nguvu. Naam, na wageuke kila mtu akaache njia yake mbaya na udhalimu ulio mikononi mwake. Ni nani ajuaye kwamba Mungu hatageuka na kughairi na kuacha hasira yake kali ili msiangamizwe? Mungu akaona matendo yao ya kuwa wameiacha njia yao mbaya, basi Mungu akagairi neno lile baya ambalo alisema atawatenda asiwatende. Mungu akagairi neno lile baya ambalo alisema atawatenda na asiwatende. Na hili ndilo neno la Bwana. Tusimame kidogo.
Bwana asubuhi kucha nitakuinua, sauti yangu kuomba nipate baraka, na kuomba Roho wako, na kuomba Roho wako niongozwe naye, nifanye yanipasayo na mapenzi yako. Piano peke yake, wakati kila mmoja mahali alipo, dakika moja anapopata nafasi ya kuomba kimoyomoyo, kuomba kwa ajili ya wagonjwa, kuomba kwa ajili ya kazi, kuomba kwa ajili ya watu wanaotufuatilia kwa njia ya mtandao, kuomba kwa ajili ya familia zetu, kuomba kwa ajili ya kazi. Maombi ni silaha, yanapenya mahali pasipopenyeka, yanafika mahali pasipofikika. Ipo nguvu katika maombi. Watu wa maombi ni watu wa nguvu, na watu wa nguvu ni watu wa maombi. Maombi mengi, nguvu nyingi. Maombi kidogo, nguvu kidogo. Maombi ni ufunguo wa kufungua hazina ya mbinguni. Karibuni katika maombi dakika moja. Baadaye tutamalizia ubeti wa mwisho. Na kwa wingi wa fadhili nyumbani mwako juu, nitaingia na wimbo pale kusujudu. Baba, pokea sifa na utukufu kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zako ni za milele. Tumekuja kukuabudu asubuhi ya leo. Pokea sauti zetu, pokea sadaka zetu, sikia maombi yetu. Wako watu ambao wanatufuatilia kwa njia ya mtandao, wengine wakiwa wamelala, ni wagonjwa. Zaburi ya 105 aya 4 umesema mtakeni Bwana na nguvu zake. Tunahitaji nguvu zako asubuhi ya leo ziwashukie hapo walipo, wanyanyuke kwa jina la Yesu aliye hai. Wako watu ambao wako barabarani wanatufuatilia kwa njia ya mtandao. Tumepata habari watu kutoka Kongo, kutoka kule Rwanda, kutoka kule Burundi, kutoka kule Marekani, kule Uingereza na sehemu zingine duniani wanatufuatilia asubuhi ya leo, wakiwa wamebeba mizigo mizito. Wao uliyesema njoni kwangu ninyi nyote wenye kusumbuka na kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Basi bebe mizigo yao. Kuna watu wamekuja hapa katika ibada ya leo, asubuhi ya leo, wameacha vitanda vyao, wamesema wapite hapa kwanza wapate baraka ndio waende ofisini. Bwana ukawabariki asubuhi ya leo, ukawatangulie katika kazi zao. Kuna watu hata leo wamepata misiba, wapo mahali fulani wanalia. Wanapofuatilia mahubiri haya asubuhi ya leo, neno la matumaini litoka patikana mahali hapa, na likawatie moyo na wakapate faraja kwa jina la Yesu. Nena Bwana, kwa kuwa tuko tayari kusikia, kwa jina la Yesu. Amina. Amen. Asante.
Kitabu cha Yona sura ya 3. Yona analetewa ujumbe, na Biblia inasema neno la Bwana likamjia Yona kwa mara ya pili. Maana yake ni kwamba liliwahi kuja kwa mara ya kwanza, lakini hakuitikia wito. Mara nyingi tunapofuatilia habari za Yona tunapata wasiwasi, tunapata kigugumizi, na mara nyingi tumekuwa tukikimbilia kumlaumu Yona. Lakini habari njema ni kwamba Yona alipopata ujumbe, hata ingekuwa wewe uliopata ujumbe wa Yona, yumkini ungeogopa. Maana Biblia inasema Ninawi ilikuwa imechafuka. Ninawi ilikuwa imefanya maovu mbele za Bwana, mpaka ikafika mahali Mungu akavumilia uovu wa Ninawi, akaona hawezi kuvumilia tena. Lakini habari njema ni hii asubuhi ya leo. Kabla Mungu hajahukumu, anatanguliza rehema. Maana siku zote amejaa neema, si mwepesi wa hasira, na anagairi mabaya. Akaangalia watu wa Ninawi, akasema pamoja na ubaya walio nao, lakini hawa watu ni watu wangu. Akaangalia watu wa Ninawi, akasema pamoja na maovu walio nayo, lakini hawa watu ni mimi ndio niliowakomboa, mimi ndio niliowaumba. Mungu akatanguliza rehema Ninawi. Asubuhi ya leo kuna Mungu anayetanguliza rehema. Haijalishi unapitia uzoefu wa namna gani, haijalishi una changamoto unayopitia namna gani, haijalishi kuna jambo limekusibu, umefikia mahali unahisi ya kwamba Mungu amekuacha, unajiuliza maswali, kwa nini mimi tu? Mbona changamoto tu? Mbona magonjwa tu? Mbona vita tu? Nataka nikutie moyo asubuhi ya leo. Dhahabu ili iwe safi lazima ipite kwenye moto. Unapita kwenye kipindi cha majaribu. Majaribu hayadumu, ndio maana yanaitwa mapito. Changamoto hazidumu. Nataka nikutie moyo, kuna wakati utavuka, na Mungu anakutengenezea mazingira ya kumsifu na kumtukuza, ili ukiulizwa ni jambo gani limetokea, useme ametenda maajabu, nami siwezi kueleza. Amenivusha, ameniinua. Maana jaribu haliwezi kuwapata ninyi isipokuwa iliyo kawaida ya mwanadamu, ila Mungu ni mwaminifu. Pamoja na jaribu lililonalo, mara zote Mungu anaweka mlango wa kutokea. Hiyo vita yako kuna mlango wa kutokea. Huo ugonjwa wako kuna mlango umewekwa wa kutokea. Hiyo changamoto yako kuna mlango wa kutokea. Haya majaribu ulio nayo kuna mlango wa kutokea. Hiyo vita hapo kazini kuna mlango umeandaliwa wa kutokea. Hakika utatoka, maana hakuna lenye mwanzo lisilo na mwisho. Hakuna marefu yasiyo na ncha, na siku zote giza likitanda ndiyo asubuhi inakaribia. Mungu akatuma ujumbe Ninawi ili watu wa Ninawi waweze kuokolewa. Mungu alipowatazama watu wa Ninawi akasema, pamoja na changamoto, pamoja na magonjwa, pamoja na vita, lakini hawa ni watu wangu hawa. Yona akatumwa kwenda Ninawi kupeleka ujumbe. Yona akaangalia Ninawi namna ilivyokuwa imekaa. Ninawi kulikuwa kuna wasomi wa kila namna. Ninawi kulikuwa kuna matajiri wa kila namna. Ninawi kulikuwa kuna vibaka wa kila namna. Ninawi kulikuwa kuna machangudoa wa kila namna. Ninawi kulikuwa kuna wajuaji wa kila namna. Yona akapiga hesabu akasema, nikienda Ninawi wanaweza wakaniangamiza, wanaweza wakanidhuru, wanaweza wasinielewe, wanaweza wakanifanyia mambo mabaya. Kwa hiyo akapiga hesabu, akaona zimegoma, akakatisha, akadaiveji, akatengeneza mazingira mengine ya kukimbia uso wa Bwana. Lakini habari njema ni hii, Mungu siku zote huwezi kumkimbia. Mungu yuko kila mahali. Daudi anasema, nikimbie nijiepushe na uso wa Bwana, niende wapi? Nikisema nitaenda mbinguni, huko nako yuko. Nikisema nijichimbie kitanda changu kuzimu, huko nako yuko. Nikisema giza litanifunika, yeye mwenyewe ni nuru. Hauwezi kumkimbia Bwana, hauwezi kukimbia uso wa Bwana, huwezi kumkimbia Mungu katika maisha yako. Yona akatengeneza mazingira ya kukimbia, lakini katika jitihada za kutaka kukimbia uso wa Bwana bado ilishindikana. Tunafahamu vizuri kisa cha Yona. Wakati Yona akiwa amekimbia, Mungu akatuma mjumbe baharini wa kumrudisha Yona asikimbie uso wa Bwana. Tunafahamu vizuri wakati wako hapo ndani ya hiyo merikebu, upepo mkali, dhoruba kubwa, wakapiga hesabu, wakapunguza shehena, wakatengeneza mazingira. Mainjinia wakaangalia chombo bado kina changamoto, hakina changamoto, lakini kuondoka imeshindikana. Na mwisho wakashuka pande za chini, wakamkuta Yona amelala
katikati ya dhoruba Yona amelala. Watu wanapiga makasia, watu wanalia, watu wanaomba kila mtu kwa sauti yake, lakini Yona akakutwa amelala. Ndio maana tunawatia moyo mliokuja asubuhi ya leo, ninyi ambao mmeshinda usingizi mkasema tutaanza na Bwana, mmejua siri inayopatikana katika maombi. Hii ndiyo siri ya kusema sitalala, nitaanza na Bwana. Ndio maana wimbo ukasema, Bwana asubuhi kucha, sauti yangu kuomba, sauti yangu kwanza na Mungu. Kabla sijafanya lingi jambo lolote, Mungu kwanza. Kabla sijaingia kazini, Mungu kwanza. Kabla sijaenda kwenye biashara yangu, Mungu kwanza. Kwa Kiswahili kingine, Mungu kwanza, mengine baadaye. Jamani, Bwana asifiwe. Yona yeye wakamkuta amelala, wakashangaa sana, wakasema huu mbona sio wakati wa kulala? Huu una ujasiri gani wa kulala hivi? Wewe umepata wapi hii nguvu ya kulala katikati ya dhoruba, katikati ya hatari? Unalalaje katikati ya changamoto? Yona imekuwaje? Yona akasema mimi ni mtumishi wa Mungu, kuna mahali nimetumwa kwenda, lakini nimeukimbia uso wa Bwana. Sasa imekuwaje? Tunafanyaje? Wakamwambia sasa cha kufanya, pigeni kura, alafu kura ikiniangukia mnitupe kwenye maji. Biblia inasema wakapiga kura ikamwangukia Yona, alafu wakamuuliza tukufanyie nini? Wakamwambia nitupeni kwenye maji. Wakamchukua wakasema, Mungu, hatia ya huyu mtu na damu yake isiulizwe mikononi mwetu. Wakamrusha kwenye maji. Wanapomrusha kwenye maji, Mungu akawa ameandaa usafiri mwingine, usafiri mkubwa wa kwenda Ninawi bila malipo. Akaandaa nyangumi. Huyu Mungu ni Mungu wa yasiyowezekana, ni Mungu asiyechunguzika. Nyangumi akammeza Yona, alafu nyangumi akazama katika kina cha bahari. Wanajiografia walioko hapa wanajua kabisa ya kwamba nyangumi anaishi kwenye kina cha bahari, huko ndani ambako kuna misitu, wanakula majani, ndio chakula chake. Yona alipozama kwenye kina cha bahari, ndani ya tumbo la samaki, Yona akiwa ndani ya tumbo la samaki, ndani ya kina cha bahari, Yona kamkumbuka Mungu. Yona kaomba. Yona sijui alipiga magoti, sijui alisimama, sijui alitumia staili gani, lakini maandiko yanasema katika kitabu cha Yona sura ya 2, akamkumbuka Mungu akiwa ndani ya nyangumi, ndani ya kina cha bahari. Akakumbuka kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili 7 aya 14, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, mimi nitasikia kutoka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Na sasa macho yangu yatafumbuka na masikio yangu yatasikiliza maombi ya watu waombao mahali hapa. Mungu anasema asubuhi ya leo, macho yake yatafumbuka na masikio yake yatasikiliza maombi ya watu waliokuja mahali hapa, yatasikiliza maombi ya watu wanaotufuatilia kwa njia ya mtandao, yatasikiliza maombi ya watu ambao wamekuwa wadau wa kufuatilia maombi haya. Wakati Yona akiwa ndani ya tumbo la samaki, ndani ya kina cha bahari, alipoomba huko nako Mungu akasikia maombi. Watu wa Mungu, Mungu anasikia maombi. Popote ulipo, katika mazingira yoyote yale, wewe ulioko hospitalini, wewe ulioko jela, wewe ulioko kwenye mazingira magumu, wewe ulioko mbali, wewe ulioko kwenye mazingira ambayo unahisi hapa Mungu hawezi kukusikia, nina habari njema kwako, Mungu anasikia maombi. Kama alisikia maombi ya Yona ndani ya tumbo la nyangumi, ndani ya kina cha bahari, hata wewe unapokwenda kuomba asubuhi ya leo, Bwana atasikia maombi yako. Bwana atasikia kilio chako. Haijalishi uko kwenye mazingira gani, wasikukatishe tamaa, wakakuambia wewe hauwezi tena, wewe huwezi kupona tena, wewe huwezi kuajiriwa tena, wewe huwezi kuolewa tena. Wanadamu wana maneno, ila Mungu ana neno kwa ajili yako. Wanadamu wana neno la kwanza, ila Mungu ana neno la mwisho kwa ajili yako. Wanadamu wanaposema haiwezekani, Mungu anasema inawezekana. Wanadamu akisema njia zimefunga, Mungu anasema ana njia mamilioni ya kumkomboa mwanadamu. Hapa asubuhi ya leo tunamwabudu Mungu wa yasiyowezekana. Mungu tunayemwabudu ni Mungu asiyowezekana. Wakati Yona alipoomba ndani ya tumbo la samaki,
Mungu akasikia kilio chake, Mungu akasikia maombi yake. Mungu akanena na yule nyangumi, akamwambia Yona, nyangumi, mpeleke Yona Ninawi. Kama Mungu anazungumza na viumbe wake na wanamsikia na wanamtii, habari gani kuhusiana na hiyo changamoto yako? Habari gani kuhusiana na hiyo vita ulio nayo? Habari gani kuhusiana na hiyo na hayo magonjwa, hiyo presha, hiyo kansa, huo ugonjwa wa sukari, hiyo vita ya hiyo ndoa, huyo bosi anayekusumbua, hayo matatizo ulio nayo? Nataka nikutie moyo, Mungu asubuhi ya leo azungumze na changamoto yako, azungumze na magonjwa yako, na yatatii kwa jina la Yesu aliye hai. Akashurutishe hiyo vita ulio nayo inyamaze kimya. Alipozungumza na nyangumi, nyangumi akamwelewa, nyangumi akamsikia. Nyangumi safari kuelekea kule Ninawi. Alipofika Ninawi akamtapika Yona. Yona akatoka katika tumbo la samaki. Alipotoka Yona akatangaza ujumbe wa onyo, ujumbe wa onyo ya kwamba Ninawi utaangamizwa baada ya siku 40. Watu wa Ninawi waliposikia ule ujumbe, watu wa Ninawi wakamsadiki Mungu. Watu wa Ninawi wakaukubali ule ujumbe. Watu wa Ninawi wakasikia sauti ya Mungu, wakatangaza kufunga, wakatangaza kuomba, tangu aliye mkubwa hata aliye mdogo. Lakini baadaye habari ikamfikia mfalme. Mfalme naye akatoa amri, akasema sasa, kwa sababu ya huu ujumbe mzito, huu ujumbe wenye onyo, huu ujumbe wenye matumaini, ninatangaza kama mfalme, hakuna kula, hakuna kunywa, wanadamu na wanyama, wanaume na wanawake, wazee kwa vijana. Napenda hili neno, tukamlilie Mungu kwa nguvu na kwa juhudi. Alafu anaongezea neno lingine, ni nani ajuae ya kuwa Mungu hatageuka na kugairi na kuacha hasira yake kali ili msiangamizwe? Na hapo ndiko pointi yangu ilipo, na ndiko nitakapomalizia somo langu. Nani ajuae, watu wa Magomeni asubuhi ya leo, ya kwamba Mungu hatageuka alafu akaacha hasira yake kali alafu akagairi? Ndio maana somo letu la asubuhi linasema Mungu anayegairi. Watu wakaomba, watu wakafunga, wakamlilia Mungu, wanaume kwa wanawake wakamlilia Mungu, mpaka na wanyama pia. Mungu akatazama mbinguni akasema, hawa watu wamekiri, hawa watu wamenywea, hawa watu wamenirudia, hawa watu wameutafuta uso wa Bwana. Nataka niwaambie kuna siri kubwa iliyojificha kwa watu wanaoomba. Watu wanaoomba ni tofauti na watu wasioomba. Watu wanaotafuta uso wa Bwana ni tofauti na watu wasiotafuta uso wa Bwana. Watu wanaomtafuta Mungu kwa juhudi ni tofauti na watu wasiomtafuta Mungu. Hata wewe tu kuja mpaka hapa ukaacha usingizi wako, huwezi kubaki kama ulivyo. Lazima utakuwa tofauti na mtu asiyekuja hapa. Walipoomba, Mungu akatazama kutoka mbinguni akasema, hawa watu wamenyenyekea, hawa watu wamefanya toba, hawa watu wameutafuta uso wangu. Mungu akagairi, Mungu akabadilisha mawazo, Mungu akawahurumia. Kuna watu wako hapa kwenye familia zao, wao wana maisha fulani hivi ya mashambulizi, wana maisha ya vita. Kuna watu wakiolewa hawakai kwenye ndoa. Kuna watu wakisoma wanaishia form 2. Kuna watu kwa zingine maisha yao ni magonjwa. Wanasema, mchungaji, haya ni magonjwa ya kwetu, haya ni ya kurithi, ndivyo tulivyotamkiwa. Kuna watu wakioa au wakiolewa, hao wenzi wao wanakufa. Wamejifungamanisha kwenye madhabahu ya ukoo ya kiganga ambayo walitamkiwa ya kwamba wasipojifungamanisha nayo hawawezi kufanikiwa, hawawezi kusoma, hawawezi kuolewa, hawawezi kujenga, hawawezi kufanikiwa. Nina habari njema kwako asubuhi ya leo, yuko Mungu anayegairi. Badala ya kuishi maisha chini ya kiwango na kusema, unajua tulitamkiwa na imekuwa hivyo, walitunenea na imekuwa hivyo, yuko Mungu anayegairi. Na kweli kuna watu walitamkiwa na imekuwa hivyo, waliambiwa hawatafanikiwa na imekuwa hivyo, hawataolewa na imekuwa hivyo, hawatasoma na imekuwa hivyo, maisha yao yatakuwa duni na imekuwa hivyo. Nina habari njema kwako, yuko Mungu anayegairi. Na wiki hii tutalia na mbingu na sala mpaka Mungu agairi kwa ajili yako. Bwana agairi kwa ajili ya familia yako.
Unasema mchungaji, huu ugonjwa ni wa kwetu, ni ugonjwa wa kurisi. Kweli wameugua wote pressure kwenye ukoo, wana ugonjwa wa sukari wote, wana ugonjwa wa uvimbe, tunapima lakini unarudi. Lakini tulitamkiwa ya kwamba huu ni wa kwetu wa kurisi. Yuko Mungu anayegairi, na wiki hii agairi kwa ajili yako. Kuna watu hawawezi kuajiriwa, wakiajiriwa hawakai, ni siku 2 wamefukuzwa, wanasema hata hatuelewi, hatujui kinachotokea. Mungu akagairi kwa ajili ya familia yako. Kuna watu ambao wana vita, watoto wote wanaishia form 2, wakifika form 2 wanafeli, wakifika form 2 wanakataa shule. Ni maisha yao imekuwa hivyo, hakuna aliyefanikiwa. Yuko Mungu anayegairi kwa njia ya maombi mengi, kwa njia ya kufunga na kuomba. Bwana akagairi kwa ajili yako. Neema ya Mungu ikakufunike wewe pamoja na familia yako. Hayo mapatilizo ya ukoo, hizo roho zinazokufuatilia, hayo magonjwa, hata wengine wako hapa na wananifuatilia. Unaona kabisa na kipimo kake, anakuambia mchungaji, na kipimo kangu ka pressure. Anapima pressure kila wakati, anasema imepanda mpaka 200, imeshuka 180. Unajua nisipopima sukari siwezi kulala, nisipopima ka pressure kangu. Unajua amejipa ka ugonjwa, amejipa atimiliki, anasema ka ugonjwa kangu, ka pressure kangu, ka sukari kwangu. Wiki hii nenda ukakatupe hako ka kipimo katika jina la Yesu aliye hai. Na baada ya maombi sasa tunamshangilia Bwana, tunamwambia Bwana, umejibu maombi yetu. Biblia inasema pasipo imani haiwezekani kumpendeza, na kila anayemwendea Mungu lazima amini ya kwamba Mungu yupo na anawapa thawabu wale wanaomtafuta. Tukimaliza kuomba, amini ya kwamba imekuwa. Hata kama utasikia bado maumivu kwa mbali, hata kama utaona mashambulizi bado yapo, mwambie Mungu, niliyekuita mahali hapa ni Mungu unayesikia, ni Mungu unayeokoa, ni Mungu unayeponya, ni Mungu unayesaidia. Ninaamini umenitendea, ninaamini umenifungua, ninaamini umenipigania. Wewe ni Mungu wa yasiyowezekana. Katika asubuhi ya leo na katika wiki hii, mimi sijui unachokiombea, lakini Mungu anajua unachokiombea. Mungu na akasikie maombi yako. Naona karatasi zilikuwa zinazunguka hapa. Kama umeandika karatasi yako, leta sasa katika sanduku hili. Lakini wale waliobeba sadaka zao, ambatanisha pia maombi yako pamoja na sadaka zako. Na wiki hii andaa sadaka yako. Wiki hii nitafundisha nguvu inayopatikana kwenye sadaka. Wakati wazee wanakuja hapa na kusimama hapo katika masanduku, watu wanapojipanga. Lakini pia naomba wazee, wiki hii ikiwezekana, watu wapewe sadaka, wapewe bahasha. Kila asubuhi wapewe bahasha. Alafu kesho nitawaambia hizo bahasha zina kazi gani. Mtu apewe bahasha yake aende nayo nyumbani, alafu nitakuelekeza kesho nini cha kufanya kuhusiana na hiyo bahasha yako. Weka sadaka yako, weka maombi yako hapo kwa imani. Haya maombi unapoandika ya nene, mwambie Mungu, maombi yangu haya nimeyaleta mbele zako. Wewe Mungu nimekuandikia, Mungu unayesikia, Mungu unayeona, Mungu unayeokoa, Mungu unayejua. Haya mambo mimi hakuna mtu anayejua ila ni wewe tu, Mungu unayejua. Andika, weka hapo, na Bwana akubariki. Namba 135 tunapokwenda kwenye maombi. Saheri ya maombi sasa kwako tunarudi. Mungu awabariki sana. Mungu akubariki sana dada. Bwana akubariki sana. Mungu awatetee. Mungu akasikie maombi yenu. Mungu akasikie kilio chako. Na pungufu taabuni mara nyingi, roho zetu zimepona mashakani, tumeshinda wakati wa sasa.
tunapokwenda kuimba beti wa mwisho, dada Nyanda utakuja huku, tutaombea hawa watu asubuhi ya leo. Wakati wazee watakapokuwa naweka mikono juu ya sanduku hilo la maombi, watakapokuwa nalizunguka, dada Nyanda njoo huku tuwaombee hawa watu asubuhi ya leo. Wazee zungukeni hapo, mweke mikono. Wale ambao wamekuja na sadaka zao wekeni hapo. Asubuhi ya leo tunataka tuombe kwa ajili ya wagonjwa. Inawezekana uko hapo, umekuja hapa unasema, pastor, na pressure na kansa na sukari na uvimbe, wameniambia hospitalini siwezi kupona, wameniambia anatakiwa kwenda India. Ikiwa uko hapo wewe, piga hatua mbele kidogo. Tunataka tufanye maombi maalum kwa ajili yako. Kama kuna mtu yuko hapa anasema, pastor, nimekuja hapa nahitaji maombi maalum, ni mgonjwa, leo tutaomba tu kwa ajili ya wagonjwa. Mimi siko vizuri kiafya, afya yangu haiko vizuri, njoo tuombe kwa ajili yako. Sogea mbele kidogo, sogea mbele kidogo, sogea mbele kidogo. Wewe utasogea mbele hapo, tutakuwa na maombi maalum kwa ajili yako. Tupige magoti wakati hawa watu wanasogea hapo mbele. Wale wanasema, najisikia siko vizuri, afya yangu sio sawa, tutakuwa na maombi maalum kwa ajili yako. Basi pamoja na waliosogea mbele, pengine wewe afya yako ni njema, lakini kuna mwanafamilia ni mgonjwa, basi utakuja kwa ajili ya mwanafamilia huyo. Na hata wale ambao mnafuatilia kwa njia ya mtandao, leo mchungaji ameongozwa na Roho kwamba tutakuwa tukiwapeleka wagonjwa mbele za Bwana. Amini kwamba Mungu anafanya na mkono wake wa uponyaji unaenda kutenda katika asubuhi hii ya sala. Bwana, Bwana, unisikie unapozuru wengine, usinipite. Baba, asante kwa ajili ya neno lako. Kwa namna ya pekee umemtumia mtumishi wako mchungaji Reward Mbaga. Asubuhi hii hakuwa yeye akisema nasi, lakini wewe umesema nasi kwa kinywa cha mtumishi wako. Asante Bwana kwa sababu wewe ni Mungu unayeghairi. Asante Bwana kwa sababu wewe ni Mungu unayesikia maombi. Ulisikia ombi la Yona akiwa ndani ya tumbo la samaki. Yona aliyekuwa upotevuni, Yona aliyekuwa amekutenda dhambi. Licha ya mazingira yote hayo, licha ya kutokufaa kwake, alipoliita jina lako katika tumbo la samaki, Yesu ulimsikia. Asubuhi ya leo Bwana, tumepiga magoti hapa Magomeni. Kuna mtoto wako mahala fulani yuko ndani ya gari, mwingine yuko nyumbani. Tumekuangukia wewe, Mungu muweza wa yote. Bwana, asante kwa neno lako. Asante kutupatia tumaini tena. Leo tunaleta changamoto zetu kwako. Pamoja na changamoto zingine, twawaleta wagonjwa mbele zako. Wako watu wamepiga hatua kuja hapa mbele, wao wenyewe ni wagonjwa. Wengine wamepiga hatua kuja hapa mbele, wanafamilia wao ni wagonjwa. Wengine ni wazazi wao, wengine ni wenzi wao, wengine ni watoto wao. Bwana, wewe mponyaji wa daima, asubuhi ya leo nyosha mkono wako wa uponyaji. Achilia uponyaji juu ya watoto wako. Watu wameteswa na maradhi Bwana. Wewe Mungu hutibu, wewe Mungu huwa unaponya. Leo tunaomba uponyaji kutoka mbinguni. Tunasimama kama wale marafiki wanne waliomshusha mgonjwa na kitanda chake juu ya dari, na Bwana ulimsamehe dhambi, halafu ukamtamkia uponyaji. Asubuhi ya leo sisi ni wale marafiki wanne, tumewaleta kwako wagonjwa wote bila kujali aina ya ugonjwa. Wewe ni tabibu mkuu Bwana, achilia nguvu ya uponyaji itokayo juu. Katika masaa haya ya asubuhi, nguvu zako Bwana zionekane. Hata sasa tunapoomba kwa imani, na uona mkono wako usioonekana unaunyosha juu ya wagonjwa wote, unagusa kila mahala penye itilafu, unafanya operation ya kimbingu. Asante Bwana kwa sababu umetuponya magonjwa yetu. Asante kwa sababu umewaponya wazazi wetu. Asante kwa sababu umewaponya watoto wetu.
Asante kwa sababu hata na wale ambao hawaumwi umewawekea wigo wa magonjwa kukaa mbali yao. Asante Bwana kwa sababu umesikia, na asante kwa sababu umetenda. Mtumishi wako Mchungaji Mbaga anapoendelea kuomba, na watoto wako wanapoomba hapa Magomeni na maeneo mbalimbali duniani kote, unganisha nia, unganisha sala zetu, jibu sawasawa na ahadi yako. Katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kushukuru. Amen. Baba, sina msaada ila kwako pekee, kama kwangu ungefichwa nifanyeje Baba? Sasa hivi naamini Yesu alikufa, alimwaga damu yake nitoke dhambini. Baba, asante kwa sababu umesikia maombi. Tumejifunza habari zako asubuhi ya leo ya kwamba unasikia maombi. Mahali popote tulipo unasikia. Ulitenda kwa Yona, ukatenda kwa Ninawi, tunaomba utende na kwetu leo. Kuna wagonjwa wako hapa mbele wamepiga magoti, wengine wana pressure, wengine wana sukari, wengine wana saratani za kila namna, wengine wana uvimbe, wengine miguu inawaka moto, wengine vifua, wengine vichwa, wengine pingili za mgongo zimekuwa na changamoto. Maisha yao yamekuwa ya vidonge, wameandikiwa kwenda Muhimbili, wameandikiwa kwenda India. Kwa mamlaka ya jina la Yesu aliye hai, tunatangaza kufunguliwa kwao. Baba, tunatangaza kufunguliwa kwao. Baba, gairi kwa ajili yao. Hata wale wenye magonjwa ya kurithi, wanasema ni ya ukoo, wanasema tuliambiwa, wanasema tuliandikiwa, wanasema tulitamkiwa. Baba, walitamka na sisi tunatamka kwa jina la Yesu aliye hai. Tunakwenda kinyume na matamko yaliyotamkwa dhidi yao. Tunakwenda kinyume na laana zilizotamkwa juu yao. Tunatamka kwa mamlaka ya jina la Yesu, gairi kwa ajili yao. Asante, maana naiona nguvu yako sasa. Naona pressure na sukari zote zikisaliti amri, zinatetemeka mbele zako. Malaika zako sasa wakafanya operation, wakang'oe hizo pressure, wakang'oe hizo sukari, hayo magonjwa yakatetemeke, yakakimbie mbele zako. Hata kama kuna mtu ana ukimwi hapa, wewe ni daktari wa magonjwa yote, na ukimwi ukatoweke kwa jina la Yesu. Wale wanaotufuatilia kwa njia ya mtandao wakiwa wana magonjwa sugu yasiyotibika, wamekatishwa tamaa, wameambiwa hawawezi kupona, leo tunatangaza uponyaji kwa jina la Yesu aliye hai. Nguvu yako ikapite, uwepo wako ukaingie ndani yao, magonjwa yao ukayatafune, maana wewe ni Mungu ulai, wewe ni moto ulao, ukayateketeze yote kwa damu ya Yesu. Patie afya njema, tukakutukuze, tukafanye kazi tukiwa na afya, tukaendelee kushuhudia matendo yako makuu, tukaseme acheni Mungu aitwe Mungu, kwa kuwa matendo yake yanatisha kama nini. Watoto wako asubuhi ya leo wataenda kwenye kazi, wengine kwenye biashara zao, wengine katika ajira zao. Kila mmoja atakapoenda sasa, nenda pamoja naye. Malaika zako wakatangulie, waingie maofisini, waingie kwenye biashara, fungua wateja, leta wateja. Jumatano itakuwa ni Jumatano ya shuhuda, matendo uliyoyatenda katikati ya wiki hii. Baba, tukabarikiwe. Wanaostahili kupanda vyeo wapande, wanaostahili kupandishwa madaraja wapandishwe, wanaostahili kuongezewa mishahara waongezewe mishahara.
tumekukimbilia wewe, hatutaaibika milele. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika Roho Mtakatifu vidumu kuwa pamoja nasi asubuhi ya leo. Bwana wabariki na kuwalinda. Bwana awaangazie nuru uso wake na kuwafadhili. Bwana ainulie uso wake na kuwapa amani, tangu sasa na hata milele. Ndivyo tunavyoomba kwa imani kwa jina la Yesu. Amina. Amen. Mshike mkono uliye karibu naye, mwambie ninakutakia asubuhi njema. Baraka za Bwana ziambatane pamoja nawe. Mwambie Mungu akulinde katika siku ya leo. Mwambie karibu tena kesho na rafiki yako na jirani yako katika maombi kama haya. Bwana awabariki sana. Karibuni tena kesho tukiwa wengi zaidi, tuendelee kubarikiwa na maombi haya. Bwana awabariki sana. Basi wapendwa, tuenende kwa amani ya Bwana. Tumefika mwisho wa ibada yetu asubuhi ya leo. Tualikane kesho tena. Unaweza ukaja na rafiki, usimwache nyumbani. Wale ambao tunaabudu kwa njia ya mtandao, peleka linki kwa watu wengi zaidi waweze kupata nuru ya matumaini katika asubuhi hii. Pastor Reward Mbaga yuko nasi kuanzia leo na atakuwa nasi mpaka siku ya Ijumaa. Jumatano atafanya asubuhi na jioni pamoja na siku ya Ijumaa pia. Asanteni wote ambao mmeshiriki ibada ya asubuhi ya leo. Mungu awabariki sana. Tukutane tena kesho kuanzia saa 12 asubuhi mpaka saa 12:45 katika jina la Yesu Kristo. Amen.